Lakini hakuna siku bora katika maisha ya Muislamu kama siku uliposilimu wewe ndugu yangu. Uliposilimu wewe ulikuwa si Muislamu, ukapiga shahada, Mwenyezi Mungu alikuokoa kwenye ncha ya moto wa Jahannam. Siku bora katika maisha yako ndugu yangu ni siku ulipoacha maasi ambayo unayafanya. Hii ndio siku bora katika maisha yako. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo uliacha kujihusisha na mambo ya riba, ukaacha biashara za riba. Hiyo ndio siku bora katika maisha yako ndugu yangu. Siku bora katika maisha yako ni siku ulipoacha zinaa. Hiyo ndio siku bora katika maisha yako. Siku bora katika maisha yako ni siku ulipoacha kusikiza mziki. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo uliacha kucheza kamari. Siku bora katika maisha yako ni siku ambaye uliacha mambo ya ushirikina, kwenda kwa waganga na kupiga ramli, na ukachana zile irizi ukazichoma. Hii ndo siku bora katika maisha yako. Siku bora katika maisha yako ni siku wewe mwanamke wa Kiislamu ulipoanza kuvaa hijabu ya kisheria. Hii ndo siku bora katika maisha yako ndugu yangu. Siku bora katika maisha yako ni siku ambaye ulianza kuswali swala 5 msikitini. Salati al-fajr haikupiti. Hii ndo siku bora katika maisha yako ndugu yangu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameithibitisha hii na akatuambia ndani ya Qur'an, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Mkabirini Mwenyezi Mungu, mtukuzeni Mwenyezi Mungu kwa namna Mwenyezi Mungu alivyowaongoza nyinyi. Wewe leo fikiri ndugu yangu, lao wewe usingekuwa Muislamu leo ungekuwa wapi sasa hivi? Mwenyezi Mungu akupokonya hii Uislamu ulionaye sasa hivi, ungekuwa wapi? Au labda ungekuwa hujaongoka bado, sasa hivi ungekuwa wapi ndugu yangu? Waliyadhu billah, labda ungekuwa ndani ya baa sasa hivi. Labda we mwanamke wa Kiislamu ungekuwa unatembea uchi barabarani. Labda ungekuwa kwenye milango za benki ya riba. Kila siku unatoka nyumbani, unafunga safari, unakwenda kwenye milango ya benki ya riba. Kazi yako ni biashara ya riba. Wengine wetu lao kama ingekuwa tujaongoka leo, tungekuwa ni majambazi hapa, tunawategea watu usiku huko nje. Ndugu zangu, wallahi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii neema. Hii ni neema kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuongoza sisi, na si kwa sababu ya ujanja wetu, wala si kwa sababu ya nguvu zetu, wala si kwa sababu ya elimu uliosoma wewe. Ni taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye tupatie uongofu huu. Lakini upate kujua ndugu zangu, hii uongofu ambao Mwenyezi Mungu ametuongoza sisi, inawezekana